Kuna wale wanaokuwa wakivaa macheni, mabangili ambayo hayo ni wao wakidhani ni fashion. Kuna wengine ni wasanii, na hapa tunaomba tusikilizane. Tunapokuwa tukihubiri, tunapaswa kuweza kuhubiri tukiwahubiria watu bila kujali wao ni kina nani na wana position gani katika jamii. Wasanii sasa hivi wamekuwa wakitoka katika misingi ya dini zao. Mfano unaweza ukakuta wengine ni Wakristo wanavaa hizi, wengine ni Waislamu. Lakini vile vile tukiwaacha wasanii hawa wanaoiga sasa, ambao ni mashabiki wa kwao, wanakuwa wakiiga na ambavyo vimekatazwa katika miongozo ya dini zao husika. Sasa naomba tuweze kuangalia hasa katika upande wa uvaaji wa cheni na uvaaji wa mabangili na uvaaji hasa wa mambo ya dhahabu. Sasa nitaomba niweze kuanza na swala la kwa Wakristo kwanza katika Biblia. Lakini sijasema tu ni Wakristo, unajua Biblia inakubalika katika Uislamu, inakubalika kabisa. Wale wanakataa Biblia ni kwa sababu tu wanafuata mkumbo wa walimu wao wasio na elimu, lakini walipaswa kuweza kuamini. Sasa ninaomba bado tuweze kwanza, tutakuja tu na upande wa Uislamu. Hawako katika amani. Bado inapinga pia utumiaji wa hayo. Tutaenda kusoma katika hadithi ya Mtume Muhammad. Sasa naomba niweze kuanza kusoma kwanza katika kitabu kimoja hapa, kinaitwa kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 2. Nitasoma kwanza nikupe mwongozo hapa katika hiki kitabu cha wa Timotheo wa kwanza, lakini pia nitasoma kitabu cha Petro ili wale wanadhani kakusia kwamba ni maarifa tu ya Paulo. Kuna wengi wanampinga Paulo, lakini tutasoma na Petro anasema namna gani. Timotheo wa kwanza 2, tunaanzia mstari wake ni wa 5. Anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Unaona? Sasa hiyo nimesoma 9 na 10 Timotheo wa kwanza sura ya 2. Kumbe katika Biblia wote wanaume na wanawake wanakatazwa katika kuvaa haya mavazi ya dhahabu. Hii sura inaongelea wanawake hasa kwa sababu wao ndio wamependelea kufanya hivyo. Lakini kipengele ambacho mimi ninataka, umeona Biblia imekataza hata kusuka nywele, lakini si kipengele ninachohitaji mimi katika somo la leo. Tunachokihitaji kuangalia ni hii. Anasema wala kwa sika mstari wa 9, wala kwa dhahabu na lulu. Kumbe wamekatazwa mavazi ya dhahabu. Dhahabu imekataliwa. Ndio unaona watu wengine wanavaa, kwa mfano kama pete zinavaliwa, zinadhaniwa kwamba ndio alama ya uchumba na ndoa. Pete hayo tutakuja hata tuongee siku nyingine. Hizo ni mambo zilikuwepo wakati hata wa upagani. Ni upagani kabisa. Pete haijawahi kutolewa katika Biblia kuwa ndio kishikamanishi. Mungu alipokuwa amekusha kuambia hawakuvalishana pete. Mpaka tunakuja kufunga Biblia katika kitabu cha Ufunuo, hakuna uvalishaji wa pete. Kile vile ikiunganishwa, hao wamejulikana kwamba imeunganishwa, na hivi watu wanatakiwa wawepo. Ndio maana ndoa inatakiwa hata katika mujibu wa sheria inatakiwa iwe kwenye public. Kwa hiyo watu wajue kwamba hawa wameunganika, lakini pete haikuwa kwa eti ndio kisingizio sijui mtu asitoke na nini. Ni mambo hayo ya kipagani, kwa sababu Mungu amekataza uvaaji wa pete, gold na dhahabu zote, dhahabu na malulu zote zimekatazwa, kwa sababu hizo ni mambo kama vyuma ambavyo Mungu haja kuumbia. Angekuwa amekupenda kukumbia hiyo, mbona angekuwekea? Na maheleni angekuwekea kabisa, masikio yana kiheleni hapo vizuri. Unaona? Kwa hivyo hakuwa amependa, na hivyo Biblia imekataa. Nimeahidi kusoma hiyo Petro pia. Tusome pamoja katika Petro wa kwanza sura yake ni ya 3 mstari wa 3. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kujitia dhahabu kumekataliwa. Lakini vile vile sasa tukifunga Biblia ndio tuje sasa katika hadithi. Huko tumeona wamekatazwa
wamekatazwa hasa hapa tunapopalenga. Ndio maana tumesoma mafunga nao muelekeza hasa mwanamke, kwa sababu katika Uislamu utakuja kuona utofauti kidogo. Tuingie katika sasa Uislamu. Kwa hivyo Mkristo ukikutana naye hata anavaa hizo, ujue kabisa ametoka katika misingi ambayo Mungu ameelekeza. Twende katika Uislamu vile ninavyosema. Ndio hata Muislamu hakupaswa kuvaa sijui ni saa zenye magoldi, uvaaji wa goldi, dhahabu, lulu na kadhalika, hasa kwa wanaume. Tunaingia katika Uislamu. Nitakusomea hapa kitabu kinaitwa Ukweli Mwaminifu. Ukweli Mwaminifu. Hichi kitabu kimeandikwa na shehe ambaye katika uandishi wake alikuwa hapa Tanzania, lakini vile anatunga kitabu hakuwa Tanzania, na hichi kitabu kimepitishwa kimealiliwa hata na maimamu wa Oman. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kipo katika kuaminika, kimechukua hadithi sahihi za Mtume. Sasa ninaomba nisome katika ukurasa wa 182 hadithi ya 405. Anasema, nitasoma kwanza hadithi alafu tutaingia katika fafanuzi ambao ameitoa mtunzi. Anasema, juu yenu kwa kuvaa hizi nguo nyeupe kuvisheni walio hai wenu, na zitumieni sanda kwa maiti wenu, kwani ndio bora ya nguo zenu, wala msizitumie kufungia sanda kwa nguo za hariri wala pamoja na vitu vilivyokuwa na dhahabu, kwani hariri na dhahabu vimeharamishwa, vimekatazwa kwa wanaume na umma wangu, na vimeharamishwa na kurushiwa kwa wake zao. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi, Muhammad alichokuwa amekisema, kumbe ameruhusu wanawake wao wangevaa, lakini wanaume ni mwiko. Ndio leo wanawake tutasoma hapa maelezo ya mtunzi Sheikh Said. Wale wanaume wanavaa hivyo, wanaiga wanawake, ni kosa, tena adhabu yake hawataiona pepo. Ngoja tusome. Sikiliza, anasema, hariri na dhahabu, vitu viwili hivi vimekatazwa kabisa kutumiwa kwa wanaume. Wanaume wamekatazwa kabisa kuvaa goldi, kuvaa dhahabu, ndio hizo macheni zote wamekatazwa kuvaa. Alafu ila kwa dharura kubwa, ndio anasema, na vimeruhusiwa kutumiwa na wanawake tu. Kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi, kwa mujibu wa Muhammad na Uislamu, wanawake wao wameruhusiwa kuvaa, wao ni mapambo. Lakini kumbuka katika Biblia wamekatazwa pia wanawake, katika Biblia wamekatazwa kuvaa hizo. Tena anakuja sasa, wakati huu sasa unaona maelezo ya Said, anasema wakati huu tunaona sasa wanaume ndio wameshughulika kuvitumia, mpaka vidani na mikufu ya shingoni wanaume wanavaa, wanashindana na wanawake. Unaona? Tena anasema, na watu wa namna hii ndio wameliolaanika, laana ya Mwenyezi Mungu na ghadhabu yake inawateremkia watu wa namna hii. Wao wanafikiri ni mapambo na ufahari kwa mwanaume kuvaa dhahabu na hariri. Watu wanadhani ni mapambo. Si ndio hivyo? Amri ya Mtume wa Mwenyezi Mungu wameiweka nyuma ya migongo yao. Si ajabu kwa Mwenyezi Mungu kuwavika mikufu ya moto Jahannam siku ya Kiyama. Mtume kakataza hata kunywea maji chombo cha dhahabu au fedha. Seuse leo wanaume wanavaa mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Tunawasihi na kuwaonya watu wa namna hii waache tabia hii na wamuogope Mola wao, kasema Mwenyezi Mungu. Pia ndio hiyo ametaja katika sura Al-Jinn, sura ya 72 ya kitabu cha Qur'an. Kwa hiyo sasa hizi ni vitu vimekatazwa kabisa. Unajua, kwanza hivi vitu vina uhusiano na ibada. Kuna somo tumekusha kufundishana katika wakati mwingine. Unajua hata mapepo ili yamuingie mtu kuna njia zinatakiwa zifunguke ndio mtu aingiwe na mapepo. Ndio unaona katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wake ni 43. Yesu anasema kuhusiana na mapepo yanavyotoka kwa mtu, yakiingia, yakirudi na kuona nyumba imesafishwa. Unaona kuna njia ambazo kuna njia ambazo watu wanaweza wakatumia kuweza kuingiza hata mapepo na maruani kwao bila wao kujua.
Unaona? Ngoja tusome hapo sasa. Nasema katika Mathayo, pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate. 44 anasema alafu husema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka, hata akija au ni tupu imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akafungua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Ndio maana hii pointi nimalizia ya msingi sana. Uwezi ukajiuliza ni kwa nini hata mapepo yanawasumbua sana wanawake kuliko wanaume. Kwa nini? Si kwamba wanaume hawaingiwi na mapepo, wanaingiwa, lakini kutokana na maumbile yalivyo, mwanaume ana stamina kubwa kuliko mwanamke. Lakini sasa kati ya njia ambazo mapepo na maruhani hutumika kuingia ni katika uvaaji wa hizi macheni na kadhalika na mahereni. Ndizo njia ndio nilikwisha kusema awali, ukitaka kuona kwamba mtu akiwa mfano na hereni na majini na mapepo yakakaa katika hizo mpaka atolewe hizo hereni, ndio anaweza kutoka huyo pepo. Ndio unaona katika Uislamu licha ya kuwa wameruhusiwa, Muislamu hatolewi pepo. Muislamu hatolewi pepo. Ndio uwezi ukamuita shehe ndio amtoe mtu pepo, hapana. Lakini sasa kama hajasilimu labda asilimishwe naye. Lakini sasa katika Ukristo tumekatazwa kabisa. Ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Paulo pia anatuonya katika kushiriki na mashetani. Kwa hivyo katika kusema kwa hili somo, haya mambo yamekatazwa. Katika Biblia jinsia zote mbili zimekatazwa uvaaji wa haya maswala. Katika Qur'ani, katika hadithi vile vile Muhammad anapinga. Kwa hivyo Muislamu yeyote yule anavaa hizo ajue kabisa anatoka katika misingi ya Uislamu, anakosea, lakini pia anamkosea Mwenyezi Mungu. Kama vile anavyovaa mkufu, huo mkufu wa dhahabu anakuja kuvikwa mkufu wa moto katika jahannam. Unaona Kwa hivyo kama watu wanahitaji kuweza kurudi, ndio maana anasema sasa katika 3:131 Qur'an, tuje tusome. Tusome katika 3:131. Anasema hivi, na ogopeni moto ambao umewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Ndio unaona sasa kama kweli watu ni amri Mungu ameweza kutoa hapo, ni lazima waweze kufata kama vile Mungu alivyokwisha kuelekeza. Maana moto unawasubiri wavaaji wa mikufu, moto unawasubiri wavaaji wa hereni, moto unawasubiri wale wote ambao wanakosa kusikia sauti ya Mungu katika hili na kizazi hiki cha uovu.